Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ameieleza Mahakama Kuu masjala ndogo ya jijini Dar es Salaam kuwa amefikisha siku 216 akiwa rumande, huku akiwasilisha hoja 6 kupinga shahidi wa upande wa Jamhuri asitoe ushahidi wake akiwa ndani ya kizimba maalumu cha ushahidi wa siri. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu, linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Jumatano Novemba 12, 2025, kesi hiyo iliitwa mahakamani hapo kwa ajili ya kuendelea na ushahidi wa upande wa mashtaka, ambapo upande wa Jamhuri walidai wanaye shahidi ambaye yupo kwenye orodha ya mashahidi ambao wanatakiwa kulindwa kwa kutokutajwa jina lake, kazi yake wala eneo anakoishi. Wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ametoa taarifa hiyo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mfawizi wa Mahakama Kuu Iringa Dastan Nduguru, akishirikiana na majaji James Karaimaha kutoka Mahakama Kuu Songea na Ferdinand Kiwonde kutoka Mahakama Kuu ya Bukoba. Katuga amemtaja shahidi huyo kwani ni P11 ambaye katika orodha ya mashahidi wa Jamhuri ni shahidi ambaye anatakiwa kulindwa. Baada ya Katuga kutoa mwelekeo huo, mshtakiwa alisimama na kupinga shahidi huyo asitoe ushahidi wake akiwa ndani ya kizimba maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya mashahidi wanaolinda kutoa ushahidi wao eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, Lissu amewasilisha mapingamizi 6 kupinga shahidi huyo kutoa ushahidi wake katika kizimba cha Boss. Katika hatua nyingine, Lissu amedai yupo rumande kwa siku 216, na kwa kuwa kesi hiyo jana ilikuwa siku ya mwisho ya tarehe zilizokuwa zimepangwa kwa mujibu wa kikao cha mahakama, ameomba mahakama itakapofanya kikao kingine cha kupanga tarehe ya kuendelea na kesi hiyo, basi wapange tarehe za karibu ili kesi hiyo iweze kuendelea kwa haraka. Kwa upande wa mashtaka, bado wana mashahidi zaidi ya 25 ambao hawajatoa ushahidi wao. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha muhimu kwako ni wewe kubonyeza alama ya kitufe cha kengele, kisha utakuwa umekwisha kusubscribe na kuendelea kufurahia taarifa zetu mbalimbali, matukio mbalimbali, michezo pamoja na habari kemkem kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kuwa nasi, niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi